Sisi kama viongozi wa dini sasa tuzungumze zaidi na vijana. Tuzidishe dua kwa kumwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini tuzungumze zaidi na vijana. Ndio wanaoingia sana kwenye mitandao ya kijamii, na wakishafika kule wakiangalia tu wanaamini kile wanachokiona. Kuwazungumza nao wazazi, wakawaambia vijana wajitokeze wakapige kura, na wahakikishie kwamba nchi bado ni amani. Sisi kama viongozi wa dini tukubali kwamba nchi yetu sisi tunaisimamia kwa haki, na sisi tusiwe miongoni mwa wale wanaozungumza tofauti kulingana na uchaguzi huu. Sisi wa Tanzania tuwafundishe tu watoto, tukiongea sana na vijana, tukaongea sana na waumini wetu makanisani, misikitini, tukawakumbusha kwamba kwa nini unaenda kupiga kura, nchi ilikuwa wapi, imefika wapi na inaelekea wapi. Uraia wetu, uzalendo wetu ni muhimu sana sisi kama Watanzania. Maana sitaitwa hata siku moja kwamba mimi ni wa nchi nyingine, ni Mtanzania. Na kwa maana hiyo tunapozingatia hilo, na mimi ni wasihi waumini wenzangu, watumishi wenzangu, baba askofu, lakini pia mashehe, lakini pia makanisa yote na misikiti yote na wananchi wote wa Tanzania, kwamba tutimize haki yetu. Haki yetu ni kura yako. Lengo kuu ikiwa ni kulijenga taifa hili kwa upendo, amani, mshikamano na utulivu. Na haki hiyo, na sisi tunaliombea taifa tuwe mabalozi wema wa kwenda kukaa na vijana wetu, watoto wetu, akina mama, akina baba, kila mtu kwa nafasi yake, ili kuwaasa watoto wetu waenende katika mipango ambayo wazazi wetu wametulea sisi kutukuza, tukiwa na umoja, amani, upendo na utulivu na mshikamano. Tunaliombea pia taifa hili tuendelee kuwa na mawazo hayo hayo ili tuweze kulea taifa letu katika maadili mema. Mimi niombe wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye nchi nzima, kama hili zoezi linafanyika, basi tuombe kwamba wanyamazishe vijana wetu, watulinde tu usalama, ili tukapige kura na baada ya hapo turejee majumbani. Hakuna mtu ambaye anakwenda kupiga kura kwa maana ya kwenda kuvunja amani. Mimi kwa uwezo wangu na kwa jitihada zangu nitahamasisha watu walioko chini yangu. Umoja wetu, nguvu yetu kama taifa itayumba pale ambapo vijana wetu wataanza kujitoa katika fursa za kushiriki kuwaweka viongozi wetu, kwa sababu wakishiriki kuwaweka viongozi wetu wanapata fursa ya kuendelea kujifunza, kujiandaa, kuchukua vijiti vya viongozi na wao kuwa viongozi. Ni sana viongozi wote wa imani walioko hapa, viongozi wa dini, kila mmoja anafurahia uwepo wa vijana, kwa sababu baba askofu utakapostaafu, shehe wa mkoa, muda wako wa kustaafu ukifika, ungependa vijana ambao wamejiandaa, wameshiriki kufunzwa na kulelewa, wanachukua nafasi ya kuongoza. Nchi yetu imekuwa nchi ya amani, imekuwa nchi ya utulivu, nchi ya watu kusikilizana, nchi ya watu kusemezana, kujadiliana pale ambapo tunaona tuna tofauti. Na ni lazima umoja huu, mshikamano huu, ujasiri huu wa Tanzania ulioachwa na baba wa taifa Julius Nyerere uendelee. Lakini kama taifa ninaona umuhimu wa moja kwa moja sisi tuungane, tuwe kitu kimoja, tudai uwepo wa maendelezo wa amani yetu, mshikamano wetu na ile heri ambayo imekuwa ni heri ya taifa. Tunaingia kwenye uchaguzi mkuu. Moja, tuendelee kusisitiza, tuendelee kuhubiri, tuendelee kuwataka Watanzania wote kwanza waienzi amani na mshikamano wa taifa letu. Pili, hakuna uchaguzi kama watu wakwenda kupiga kura hawatatoka.
na hii ni mila na desturi iliyojengwa katika Jamhuri ya Muungano wetu ya kutufanya tuwe imara, tuwe bora, tuwe taifa la kuangaliwa na mataifa mengine yote. Kulinusuru taifa ni lazima tuondoe viashiria vyote vinavyoleta mashaka juu ya mwendelezo wa ustawi wa taifa letu. Katika kujadili leo, tujadili ni namna gani kila kiongozi aliyoko hapa atachukua fursa moja kwa moja yeye mwenyewe kuwasisitiza hawa watu wote wa hapa Musoma, wa Mara na kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Ni jambo linaheshimisha nchi sana miongoni mwa mataifa. Vyombo vya ulinzi na usalama viko pale kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa kila Mtanzania. Usalama wa kila Mtanzania. Kila anayetakia mema nchi yetu hii ni lazima awe salama. Tunapoona kiashiria chochote cha kusumbua maisha ya Mtanzania mwenzetu, hicho kitu hatukubali. Watanzania lazima amani yao, utaifa wao, na tunasema uwepo wa nchi lazima viwe na kipaumbele nambari moja kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaposimama kwenye jamii, kitu cha kwanza tuimbe sana utaifa wetu na utanzania wetu. Sana. Tutoe sana elimu ya huo Tanzania wetu. Hilo la kwanza. La pili, tueleze misingi ya utanzania wetu inaanzia wapi. Cha kwanza ni katiba. Katiba yetu lazima iheshimiwe. Inapohitajika maboresho yanafanyika. Katiba inafanyiwa mabadiliko kulingana na kipindi. Mataifa yote yanafanya. Twendeni tukatimize haki yetu ya kikatiba. Haki yetu ya kikatiba. Mwezi huu twendeni wajitokeze kwa wingi wakapige kura, wachague rais nzuri atakayeendelea kuisaidia nchi yetu. Tuendelee kuwa na amani, utulivu, upendo na mshikamano. Toa kabisa kwa imani yako, kwani utakuwa unatenda jambo jema kwa hao unaowaelekeza na kwa taifa lako, na si vinginevyo. Hamasishe watu watoke kwa wingi tupige kura.